Kabla ya kuhitimisha mzigo wa habari, tujikumbushe yale tuliko nayo jioni hii. Ofisi ya msajili wa hazina Zanzibari imeingia makubaliano na taasisi ya wakurugenzi Tanzania yakilenga kuimarisha mifumo ya utawala bora, na utoaji wa haki unakwenda kurahisishwa kwa kutumia makasha maalum, yani mahakama mtandao. Na Afrika umesikia, mahakama ya katiba nchini Gaboni imeidhinisha orodha ya wagombea 8 kuwania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa Aprili 12. Na kimataifa umesikia, waziri mkuu Lebanoni Nawaf Salam amesema kwamba operesheni mpya ya kijeshi ya Israeli katika eneo la kusini mwa nchi hiyo inaweza kuhatarisha na kuingia nchi hiyo kwenye vita mpya. Mimi ni Awadhi Omari Kaniki, endelea kusikiliza vipindi vya CFM vyenye ubora na vyenye uhakika kutoka hapa Mtembeni. Mimi ni Awadhi Omari Kaniki, asante kwa kutusikiliza. Tunakushukuru kwa kupokea mzigo wa habari hapa CFM. Endelea kutusikiliza na kutufuatilia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Annalena Baerbock amesema wameamua kufunga kwa muda ubalozi wao nchini Sudani Kusini kutokana na mzozo unaozidi kuwa mbaya katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Annalena katika mtandao wa kijamii wa Blue Sky imesema baada ya miaka mingi ya kuwepo kwa hali tete ya kiusalama, sasa Sudani Kusini iko mbioni kudumbukia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sudani Kusini ilipata uhuru wake mwaka 2011 kutoka Sudani, na muda mfupi baadaye ilidumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, na mwaka 2020 Rais Salva Kiir na mpinzani wake makamu wa rais Riek Machar waliunda serikali ya pamoja ya mpito, lakini kwa sasa uhusiano baina yao unaonekana kuwa mbaya kwa mara nyingine. Kwa wiki kadhaa sasa, wapiganaji wa jamii ya Nuer ambalo ndilo kabila la Machar wamekuwa wakipambana na wanajeshi wa serikali katika eneo la mpaka wa nchi hiyo na Ethiopia. Kwa upande wake, msajili wa hazina katika serikali ya mapinduzi Zanzibar SMZ Wahid Mohamed Ibrahim amesema huo unakuwa ni ushirikiano wa kihistoria kwa sababu umebeba maono ya Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi, shabaha ikiwa ni kuimarisha mifumo ya TRO Zanzibar ya utawala, kujenga na kukuza uwezo wa viongozi kwenye taasisi ya uwekezaji wa umma, yani PIES. Kubusti uchumi wa Zanzibar. Ili uchumi wa Zanzibar uende vizuri, lazima shirika umma nao ya contribute vizuri kwa serikali yake. Kwa hiyo mifumo tawala na uongozi itasaidia yote ambayo tunategemea katika familia mbalimbali ya mashirika umma. Ushirikiano huu utasaidia pia kuimarisha au kuleta utaalamu wa kina, utawala bora na maendeleo ya uongozi. Pia tutaimarisha wajibikaji